Kwa hiyo Mungu chochote anachokitenga kwa ajili ya matumizi yake, hicho kitu Mungu anakiita ni kitu kitakatifu, au kama ni mtu anaita ni mtu mtakatifu, kama ni watu au ni taifa anaita ni taifa takatifu. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 5 na wa 6, Biblia inasema dunia yote ni mali ya Mungu, lakini Mungu alifanya taifa la Israeli akalitenga kwa ajili ya kulitumia kama sehemu ya mfano wa wokovu wake kupitia jamii ya Wayahudi. Kwa hiyo taifa linaweza kuwa ni takatifu katika namna ya lugha ya Biblia ya Agano la Kale, kama ilivyokuwa Israeli ni nchi takatifu kwa sababu ilitengwa na Mungu kwa ajili ya matumizi ya nani? Ya Mungu. Ila tukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, andika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9, inazungumza kwa habari ya watakatifu wale wanaomwamini Yesu Kristo. Wamefanywa kuwa ni taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Kwa hiyo mtazamo wa Agano la Kale, taifa takatifu lilikuwa ni Israeli, si ndio? Lakini mtazamo wa Agano Jipya, taifa takatifu sio Israeli tena, ni watu wanaomwamini Yesu Kristo kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Mungu alipomwambia Ibrahimu kwenye Mwanzo sura ya 12, nitakufanya kuwa baraka kwa mataifa, alikuwa azungumzi mataifa kama Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda. Alikuwa anazungumzia taifa la watu watakao muamini Yesu Kristo. Mungu akiwaangalia anaona kama taifa takatifu. Mtazamo mwingine tunauona katika kitabu cha Wagalatia pale, Wagalatia sura ya 3 mstari wa 28, anasemaje? Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Ukitaka kuelewa Mungu alishaondoa ule mtazamo wa Agano la Kale kwamba taifa takatifu ni wale wanaopatikana pale Israeli kijiografia. Mara baada ya Yesu Kristo kuvaa mwili, Emmanuel, Mungu kuvaa mwili, yeye ambaye neno, ambaye ni roho, mara baada ya kufa na kufufuka kwa ajili yetu, aliondoa mfano wa Israeli kuwa kama taifa takatifu. Akasema hakuna Myahudi wala Myunani, hakuna aliye mtumwa wala mtu aliye huru, hakuna mwanaume wala mwanamke, wote ni kitu kimoja katika Yesu Kristo. Kwa hiyo wewe unayemwamini Yesu Kristo, wewe ni taifa takatifu la Mungu ndani yako. Tuko sawa sawa jamani wapendwa? Biblia inazungumza katika kitabu cha Isaya sura ya 62, Isaya sura ya 62 mstari wa 12, anasema nao wataitwa watu watakatifu waliokombolewa na Bwana Mungu, nawe utaitwa aliyetafutwa, mji usioachwa. Nabii Isaya anatabiri kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa habari ya watu watakaoitwa watu wa Mungu. Alikuwa anazungumza wale watakaoamini Yesu Kristo kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni mimi na wewe. Jambo la pili ambalo nataka tuliangalie ni Mungu anaita kikundi cha watu kama ni watu watakatifu. Katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 2,
anazungumza watu walioitwa watakatifu. Ilikuwa ni kabila la Israeli peke yake katika mtazamo wa Agano Jipya. Ila watu ambao wanaitwa watakatifu sasa hivi mara baada ya Yesu Kristo kuutoa uhai wake ni wale wanaomwamini Yesu Kristo kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo kuna taifa takatifu, kuna watu watakatifu, lakini kuna maeneo ya ibada ambayo Mungu alisema yatengwe. Maeneo haya yatakuwa ni maeneo takatifu katika mtazamo wa Agano la Kale. Kutoka sura ya 25 mstari wa 8, Kutoka 25 mstari wa 8, utaona Mungu anaagiza watengeneze sehemu, eneo, ili uwepo wake uweze kukaa hapo. Na tunajua katika Agano la Kale Mungu alikuwa tabanako, Mungu alikuwa aishi ndani ya watu. Mungu alikuwa anawatembelea watu, anajidhihirisha, anajifunua kwao, alafu anawaacha. Ila Mungu ili aweze kutembelea kikundi cha watu waliokusanyika, watu wake, waga alikuwa anatoa maelekezo, watengeneze sehemu, watoe sadaka hapo ya kuchinja, waandae mazingira kwa ajili ya utukufu wake na uwepo wake kuweza kutembelea hao watu katika eneo husika. Yale maeneo yalikuwa yakaandaliwa, yalikuwa yanaitwa maeneo matakatifu, yalitengwa kwa ajili ya matumizi ya nani? Matumizi ya Mungu. Kuna mtu mmoja ananielewa hapo vizuri eh? Lakini kitabu cha Kutoka sura 26 mstari 33 tunaona hayo maeneo ambayo kuwa ni hekalu au sehemu ya Mungu kujifunua na watu kutanika hapo kumsikia Mungu. Kulikuwa na pazia ambalo lilikuwa linatenganisha patakatifu na patakatifu sana, patakatifu pa patakatifu. Pazia hili kuhani mkuu peke yake ndio alikuwa anaruhusiwa kuingia pale patakatifu sana, patakatifu pa patakatifu. Kuhani mkuu katika kabila la Kilawi ndio alikuwa anawakilisha, anakaa katikati kama mediator, anawakilisha watu na Mungu katika mtazamo wa Agano la Kale. Ila ule mtazamo wa kutenganishwa pazia kwa ajili ya kuhani mkuu, kabila la Kilawi peke yake aweze kuingia patakatifu patakatifu palipo na utukufu na uweza wa Mungu, ili huo mtazamo uweze kuondoka, ilibidi Yesu Kristo aje aweze kuja kuondoa ilo pazia. Ndio maana katika kitabu cha Marko sura ya pili, mstari wa 25 na 26, tunaona Mafarisayo walipolalamika kwa habari ya wanafunzi wa Yesu Kristo kwamba wanakula ovyo siku ya Sabato. Yesu Kristo akawaambia, mbona Daudi mfalme na wenzake waliingia katika hekalu aliyojenga wazee wenu na akachukua mikate iliyotengwa, mikate mitakatifu madhabahuni akala, lakini Mungu hakumhesabia kuwa mwenye makosa. Yesu Kristo alikuwa anawafundisha kwamba kuna vitu vilivyotengwa katika Agano la Kale kama ni vitu vitakatifu kwa ajili ya matumizi ya nani? Ya Bwana. Zilitengwa sadaka, zilitengwa bakuli, vyombo vya goldi, yakatengwa mavazi, yakaitwa ni vitu vitakatifu vya Mungu. Kuna mtu mmoja anaongea hapa jamani? Mambo ya Walawi sura 22 mstari wa kwanza hadi wa 10. Mambo ya Walawi sura 22 mstari wa kwanza hadi wa 10, na kitabu cha Kutoka sura 28 mstari wa 36. Tutaona kwa uzuri vitu vilikuwa vinaitwa ni vitakatifu, mpaka mikate ilitengwa na ikupaswa kuguswa ovyo, ni kwa ajili ya makuhani tu. Lakini Yesu Kristo
kwenye kitabu cha Mathayo sura 27. Mathayo sura 27 mstari wa 50 na 51. Yesu Kristo alipoutoa uhai wake saa 9 alasiri, Biblia inasema pazia la hekalu lilifanyaje? Ilipasuka. Ishara kwamba lile pazia la hekalu lilikuwa linatenganisha kwamba patakatifu sana, patakatifu pa patakatifu, anaingia kuhani mkuu mmoja wa kabila la Kilawi, kwamba yeye alipoutoa uhai wake na kuutoa, yeye ndio alifanyia kuwa ni kuhani mkuu na kunifanya mimi na wewe tunayemwamini Yesu Kristo kuwa ni makuhani katika Kristo Yesu aliye kuhani mkuu. Kwa hiyo mtakatifu kujiita yeye ni kuhani mkuu ni kosa. Kuhani mkuu ni nani? Ni Mungu, Yesu Kristo mwenyewe. Sisi ametufanya kuwa makuhani, yeye akiwa kuhani mkuu. Maandiko yanasema yeye ndiye mtume mkuu, yeye ndiyo nabii mkuu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu kujiita nabii mkuu au mtume mkuu ni kosa. Yeye ndio mchungaji mkuu. Huduma zote alizozitoa na kuziweka katika Waefeso sura ya 4 kuanzia mstari wa 11, yeye ndio mkuu, alafu sisi wote tunafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mathayo sura ya 7, Mathayo sura ya 7 mstari wa 6 anasemaje? Msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao, wakageuka na kuwararua. Yesu Kristo akiwa katika mwili, Injili ililetwa kwa ajili ya Wayahudi kwanza. Andika Yohana sura ya 1 mstari wa 11. Yesu Kristo alileta Injili kwa Wayahudi akawahubiria, lakini Biblia inasema Yohana 1:11 anasema wale walio wa kwake wakamkataa. Yesu Kristo akafanya kuwa ni jiwe kula pembeni lililokataliwa na waashi. Waashi ni Wayahudi, wale walioletewa Injili ya Kristo, wokovu kwanza, wakamkataa. Kwa taarifa yako, mpaka hivi leo kabila la Wayahudi haliamini kwamba Masihi Yesu Kristo alishakuja, alishautoa uhai wake na akautwaa na akaleta ondoleo la dhambi. Wao wanamsubiria Masihi mwingine ambaye atakuja kutawala katika mfumo wa kiserikali kama rais. Maandalizi ya yule ng'ombe mwekundu asiyekuwa na doa wanaoyafanya wakitabiri kwamba eti ni mwisho wa nyakati za kuja Masihi, wako nje ya wakati. Yesu Kristo alishakuja miaka 2000 iliyopita. Leo nenda katika jamii ya Wayahudi, nenda kahubiri kusema kwamba Yesu Kristo ni Bwana, anaokoa, anakomboa, watakutemea mate. Kule Israeli hapo watu wanaenda kuchukua mafuta ya mzaituni kutoka Israeli. Kule ambapo wanapoenda kuchukua maji ya upako, wasema maji ya upako kutoka mto Jordan, hawamwamini huyo Yesu Kristo. Mimi na wewe tunayemwamini na kumtangaza. Kuna mtu mmoja naongea naye. Ndio maana Yesu Kristo akajua kabisa kule ambapo wanapoenda wanasema hapa ndipo Yesu Kristo kaburi lake lilipokuwepo, lilitengenezwa kwa ajili ya utalii na siasa. Mara baada ya Mungu kuwatawanisha miaka ya 70 AD, kuwatawanisha jamii ya Israeli, jamii ya Kiyahudi, dunia nzima wakatawanyishwa, Mungu alifuta kumbukumbu zote, maana alijua kukiwa na kumbukumbu ya sehemu ambayo yeye aliyepopaa, yeye alipofanyaje, watu watajenga kanisa hapo na itakuwa ni ibada, watafanya ibada ya sanamu. Imagine Petro mtume tu, tena aliuliwa, lakini alipouliwa, alipozikwa, kuna kanisa hapo. Na ndipo ufunuo wa makanisa fulani ya kila altare, kila madhabahu lazima waweke mfupa wa mtakatifu aliyetumika madhabahuni. Kila altare kuna mfupa wa mtakatifu fulani kutoka sehemu fulani. Ndipo ufunuo wa Petro, alipozikwa kaburi lake, iliwekwa altare, ikajengwa kanisa. Yesu Kristo alijua, ndio maana akamwambia yule mwanamke Msamaria kwenye Yohana sura ya 4, utaisoma yote. Mwanamke Msamaria akamwambia, baba zetu wanaabudu kule, na nyie Wayahudi mnasema mnaabudu kule katika milima kule Yerusalemu. Yesu Kristo alimwambiaje? Saa inakuja. Hiyo saa ilikuwa haijaja bado, kwa sababu alikuwa hajafa bado. Akamwambia saa inakuja, waabuduo halisi hawatamwabudu Mungu katika milima ile
wala katika mahekalu kule Yerusalemu. Mungu ataabudiwa, Mungu atapatikana katika mioyo ya watu, ataabudiwa katika roho na nini? Katika roho na kweli. Maandiko yanasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 17, Matendo ya Mitume 17 mstari wa 24, Mungu aliyeumba mbingu na nchi akai katika hekalu lililojengwa kwa mikono ya wanadamu. Mungu hayupo milimani kule watu wanaenda kufunga na kuomba, kumlilia. Mungu hayupo Israeli. Mungu hayupo makanisani. Mungu amefanya makao ndani ya moyo wa mtu anayemwamini na kumkiri kwamba Yesu Kristo ndiye Mwokozi. Mtume Paulo analiandikia kanisa la Wakorintho kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 17, anasema sisi tumefanyia kuwa ni hekalu takatifu la Mungu, tunamhifadhi Mungu ndani yetu, tunatembea na Mungu. Mungu anapatikana na anajifunua ndani ya watu wenye Mungu. Mimi niliyombeba Mungu nikisimama madhabahuni, Mungu aliyo hai niliyombeba ataonekana hapa, ila sio kwamba Mungu yuko hapa. Ndio maana sio vizuri kusema Mungu wa madhabahu hii. Tena nisisikie hicho kitu katika kanisa hili. Mungu wa madhabahu hii amenifanyia. Hii madhabahu hii haina Mungu, hii imejengwa. Mungu akae katika madhabahu iliyojengwa kwa mikono ya wanadamu. Matendo ya Mitume 17:24. Mungu anakaa ndani ya muamini, ni mtumishi wa Mungu, ni mlokole, ni mpendwa, ndio anatembea na Mungu. Na sio vizuri kusema Mungu wa mtumishi so and so, Mungu wa mtumishi fulani. Hapana. Jina lake unalijua. Jina lake limeinuliwa juu ya majina yote, na kila ulimi utakiri na kila goti itapigwa. Jina lake linaitwa Yesu Kristo. Haupasi kusema Mungu wa mtumishi fulani amenifanyia ABCD. Unapasa kusema Yesu Kristo amenifanyia ABCD. Mnatupa shida watumishi wa Mungu. Mungu amesema sitagawana utukufu wangu na mwanadamu wa aina yote ile. Mungu anapokuponya wewe kupitia mkono wangu, kupitia kinywa changu. Mungu anapokushauri, anapokutabiria, anapokufungua, anapokufanikisha kupitia chombo. Mtumishi wa Mungu sio yeye amefanya, sio mimi nimefanya. Ni kile kipawa, ni ile neema Mungu aliyoiweka ndani yangu ndio imefanya, sio kwa ajili ya utukufu wangu mimi, ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwa tunafundisha hivyo katika makanisa, tutaacha walokole wapendwa, wataacha kuwafanya watumishi wa Mungu kuwa ni miungu watu, na Mungu anachukizwa na hilo jambo, na kuhubiria ukweli, kwa sababu kuna siku Mungu ataniuliza uliwaambia watu ukweli. Kuna mtu mmoja anaongea naye, sitaki kukufundisha mafundisho. Zamani nilikuwa nafundisha mafundisho, naweza hii Biblia hii nikaibadilisha, nikafundisha ndivyo sivyo, ukawa unakuja kulamba miguu yangu, viatu vyangu, na ukamini. Kwa kuwa vipawa vya Mungu havina majuto. Ni kweli ukifanya hivyo Mungu atafanya kitu kwako, kwa sababu kipawa cha Mungu hakina majuto. Si Mungu ameweka kipawa ndani yangu, ameweka neema ndani yangu, ila nitakufanya wewe kuwa ni mtumwa wa mimi, sio mtumwa wa Kristo. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Malaika wa Mungu katika kitabu cha Ufunuo, Yohana alipomwona malaika wa Mungu, malaika wa Bwana akataka kumpigia magoti, akamwambia hapana, haustahili. Hiyo ibada, huo utukufu haustahili kunijia. Mimi ni malaika tu, mimi ni mjumbe tu, nimeletwa kwa ajili ya kuwatumikia wanadamu. Mpigie Mungu magoti. Mtu pekee anayepaswa kuabudiwa na kusujudiwa, jina lake anaitwa Yeshua Hamashia, Yesu Kristo, Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania sura ya 10 mstari wa 19 hadi 22 anasema kwa agano la damu ya Yesu Kristo tumepata direct access, njia ya kupaingia patakatifu pa patakatifu, kwa agano la damu ya Yesu Kristo. Ingekuwa wanadamu ndio wanakupa access ya kuingia mbinguni, ingekuwa mkituuzi tu sisi watumishi wa Mungu tunasema mtu fulani mkate asiingie mbinguni. Yesu Kristo akasema katika kitabu cha Yohana sura ya 14, Yohana sura ya 14 mstari wa 6, anasema mimi ndiyo kweli, ndiyo njia na ndiyo uzima. Njia pekee
ya kupaingia patakatifu patakatifu ni Yesu Kristo, yoyote anayemtumainia. Andika Waefeso sura ya pili, Waefeso sura ya pili mstari wa 13 na wa 18. Mstari wa 13 unasema, Waefeso sura ya pili, kwa agano la damu ya Yesu Kristo tulipatanishwa, sisi tulikuwa mbali, tukapatanishwa tukawekwa karibu na Mungu. Mstari wa 18 anasema, katika yeye huyo, nani? Yesu Kristo, sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba kwa roho mmoja. Yesu Kristo ndio njia. Asije akakuvimbia mtumishi wa Mungu yoyote yule duniani, yoyote yule, kwamba umeniuzi mimi, hauendi mbinguni. Ni kuwafanya walokole, washirika, waamini na kujigeuza sisi kuwa madhabahu au kuwa ni miungu hapa chini ya jua, na kufanya Yesu Kristo asipewe utukufu. Hivi kuna mtu mmoja anapenda kweli ya Kristo? Kuna mtu anapenda kweli ya Kristo hapa? Kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 22. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 22. Anasema, nami sikuona hekalu ndani yake. Yale maono ambao alikuwa anayaona Yohana, anasema sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu mwenyewe, Mwenyezi, na mwana kondoo ndiyo hekalu lake. Anasema katika maono uliyoona, yale maono ya Yerusalemu mpya, anasema sikuona hekalu ndani yake, kwa kuwa Bwana Mwenyezi, Mungu mwenyewe, na mwana kondoo ndiyo hekalu. Patakatifu sana, patakatifu patakatifu ni kufungamanishwa na roho wa Kristo, kufungamanishwa na Roho Mtakatifu na roho wa Mungu. Andika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Anasema, yeye aliyeungwa na Bwana, yeye aliyeungwa na Mungu amekuwa ni kitu kimoja na yeye. Yeye aliyeungwa na Bwana, kama roho wa Mungu amefanya makao ndani yako, umekuwa kitu kimoja na nani? Na yeye. Ndio maana unapoenda mbele za Mungu kuomba, Mungu hakuoni wewe, Mungu anioni mimi, anamuona yule aliyeungwa na roho zetu, Yesu Kristo. Yeye aliye muombezi wetu. Neno la Mungu linasema Yesu Kristo ni nani? Ni muombezi wetu. Anaugua kwa kuomba usiku na mchana. Yeye ni mediator, amekaa kati kwa ajili ya kuombea watakatifu. Bikira Maria sio muombezi wetu, kwa sababu hata Bikira Maria ambaye sio bikira tena sasa hivi, maana baada ya kumzaa Yesu Kristo aliendelea kuzaa tena watoto wengine, ndugu zake na Yesu. Hata yeye ili aweze kuwa na access ya kuomba, ilimpasa asubiri chumba cha juu kule Yerusalemu aweze kupokea ahadi ya Baba ya kujaza Roho Mtakatifu. Soma Matendo ya Mitume sura ya 2. Anasema wale 120 akiwemo na mama yake, wote walisubiria ahadi ya Baba, wakajaza Roho Mtakatifu, wakaanza kutabiri na kunena kwa lugha mpya. Kwa hiyo Bikira Maria hawezi kukuombea wewe, yeye mwenyewe alisubiri Roho Mtakatifu aweze kumwombea ndani yake. Andika, maandiko yanasema Warumi sura ya 8, Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Warumi 8:26 anasema Roho wa Mungu anatusaidia kuomba kusikoweza kutamkika ndani yetu, kwa kuugua analia Aba, analia Baba ndani yetu, kwa sababu akili zetu za kibinadamu ziko limited. Kuna wasehemu tunafika akili yetu haiwezi kaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ndio maana ujazo wa Roho Mtakatifu unatusaidia. Yule anayeomba kwa kuugua pasipoweza kutamkika ndani yetu, yeye ndio anajua nini tunaomba, nini tunapaswa kuomba ndani yetu. Mtu anaweza kujiuliza, je, kujaza Roho Mtakatifu, je, kunena kwa lugha mpya ni lazima kwa ni mtumishi? Mwambie jina lako, ndio, ni lazima. Ishara ya kujua kwamba wewe umejazwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kanisa la awali siku ya kwanza walipojazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha mpya, wakaanza kutabiri. Vipawa vya Mungu vikaanza kufanya kazi ndani yao. Biblia inasema
Mtume Paulo anasema tamanini vipawa vya Roho Mtakatifu. Vipawa vya Roho Mtakatifu na uwezo wa Mungu unaongezeka ndani ya mtu kwa kadiri unavyotamani ndani yako. Ukiona mtu anaenda kwa lugha mpya, ana switch tu gear, anaenda kwa lugha mpya, useme yule mbona anajishaua sana, anajifanya anajua kuomba zaidi. Tamani, Mungu naomba na mimi niweze kunena kwa masaa mengi, niweze kuomba kwa masaa mengi kama yule mtu fulani. Unavyotamani ile shauku. Ndio maana Mfalme Daudi akasema, ni kama moyo wangu ni kama ayala ayaonavyo maji. Yule mnyama mdogo akiona maji anarukaruka, anaenda anatoa ulimi. Ni kama ayala, anaona shauku, anaona kiu. Mambo ya roho lazima uoneshe shauku, uoneshe hali ya kutaka, ya kutamani kupewa, kwa sababu vipawa vya Roho Mtakatifu hagawi mwanadamu, ni Roho wa Mungu anagawa kama apendavyo yeye mwenyewe. Swali la kujiuliza, una shauku ya kutumiwa na Mungu? Unaposimama hapa kama mwanamuziki au kama mwimbaji, una shauku ya Mungu akutumie kweli, au unakuja kwenye mazoezi hapa kumsumbua tu Mwalimu Jobson? Kama una shauku, watu watajua, watakuangalia, wakikusikiza unavyoimba juzi, wataona tofauti leo. Utajua huyu mtu ana shauku kweli, mwalimu anafanya nini? Anafanya kazi. Ila kama unakuja hapa kupoteza muda, hauna jambo tu la kufanya, basi usiniimbe, hakuna mabadiliko, hakuna sehemu utaenda. Ndivyo ilivyo katika utumishi wetu wa kuhubiri na kufundisha neno la Mungu. Lazima uwe na shauku ya kukesha usiku, kulitafuta uso wa Mungu, kuitafuta kweli ya Mungu, kusoma Biblia ili Mungu aweze kujifunua zaidi. Kuna mtu mmoja anaitwa Apollo. Mtu huyu Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, alikuwa na maarifa yako limited. Maarifa yake yeye yalikuwa ni ya maarifa ya ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Alikuwa hajui chochote kile zaidi ya tubuni, badikeni, tubuni. Yesu anakuja, tubuni. Ndio injili yake ilikuwa hiyo. Alikuwa na injili ya Yohana Mbatizaji. Biblia inasema alipokutana na Priscilla na Aquila, wakaisikiliza injili yake, wakagundua ana bidii, ana shauku ya kumjua Mungu. Wakamchukua Priscilla na Aquila, wakamweka nyumbani kwake, wakamfundisha elimu ya ufufuo wa Yesu Kristo, elimu ya uweza na utukufu wa Mungu, elimu ya kuwa mnufaikaji katika Kristo Yesu. Biblia inasema Apollo akawa ni shupavu katika kumhubiri Yesu Kristo. Lakini hapo awali alikuwa tu na maarifa ya tubuni, acha dhambi, Yesu anakuja, tubuni, acha dhambi, Yesu anakuja. Huyo Yesu mwenyewe anakuja, hana uwezo wa kumwelezea zaidi, mpaka Aquila na Priscilla walipomkusanyika chini.